Wanaume wengi tunasema kwamba tafuta hela, wanawake watakuja wenyewe, right? Lakini swali ni kwamba kwa nini wanaume ambao pesa sio shida zao, yani ni matajiri, magari ya kwenda, majumba ya kwenda, miradi ya kwenda, makampuni ya kwenda, wanakuwa wanadharauliwa, wanachitiwa na mara nyingine wanapewa msongo wa mawazo na wanawake zao na wapenzi wao? Hope jibu lako unalo, right? Lakini jambo jingine, kama wanawake kweli wangekuwa wanafuata pesa kwa mwanamume au wanapenda pesa, basi hata sisi makapuku tungekufa tu kwa mabachela, tusingepata wanawake mpaka kiyama. Katika video ya leo tutadiscuss kuhusu vitu vitatu tu. Jambo la kwanza ni kuhusu uongo mkubwa tunaokuwa tunaongopeana kuhusu wanawake na pesa. Lakini jambo la pili tutaangalia kwa nini kufukuzana na utajiri na pesa kwa ajili ya watoto wanono, warembo, warimbwende kunakuja kubackfire baadaye. Lakini jambo la tatu na la mwisho tutaangalia wanawake mara nyingi wanaangalia nini kwa mwanamume. Najua unajua, lakini kuongeza maarifa sio mbaya. Abdunuru hapa, kama ni mgeni mambo mengi yanakupita, kumbuka kusubscribe. Lakini pia usisahau kubaki na mimi mpaka mwisho wa video, na ukimaliza utakuwa umenielewa zaidi. Kumbuka kulike, kumbuka kucomment, kumbuka kushare. So tuenzetu tukale madini. Naelewa mwanaume kabla hujaingia kwenye mahusiano lazima uwe na kakipato. Lazima kidogo uweze kujikimu, lakini pia na kumhudumia mubebe utakayekuwa naye katika mahusiano. Lakini linapokuja swala la kwamba tafuta hela, tafuta utajiri kwa ajili ya wanawake watakuja wenyewe, hapo pana shida. I'm telling you, mpaka unasema hivyo manake mahusiano ya kweli hayaendani na wewe. Hapa kaa kwa kutulia ni kuelekeze mzee baba. Mara nyingi mwanamume ambaye hana haraka na maisha, mara nyingi anakuwa hana haraka na wanawake kabisa. Huyu mwanamume mara zote huwa ana focus, anatumia muda wake mwingi kwa kitu fulani ambacho kinapeleka maisha yake mbele. Anajali, anaheshimu, anaendeleza kila alichonacho kwa muda huo. Na mwamba wa hivi mara nyingi hanaga stories za mahusiano kabisa, yani at the end of the day anakuja kupata mtu ambaye wanaendana. Tuje katika sisi ambao tunaamini katika hela, utajiri ndio kupata mwanamke. Mara nyingi huwa tukiyashika mavumba aka hela, huwa hatukai kwenye mahusiano, and I'm gonna tell you why. Kwa sababu tunakuwa hatuna discipline katika mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu imagine tuko busy, imagine tunadharau, imagine tunakuwa na vihasira visivyokuwa na msingi, imagine hatupo the moment anatuhitaji zaidi, imagine kila mwanamke tunamtaka just because tuna hela, imagine tuna cheat just because tunajua atabakia kwa sababu tuna hela na anazihitaji. I'm telling you dear one, kwa mwanamke ambaye ana akili hapa hawezi akabakia, lazima kukimbia tu. So wanawake mara nyingi huwa hawatuachi sisi wanaume just kwa sababu hatuna hela, ni kwa sababu hatuna discipline na mahusiano hayaendani na sisi. Sababu ya pili ambayo inanifanya mimi niseme kwamba pesa sio kuja kwa mwanamke. Mwanamke anayekuja kwa ajili ya pesa, huyo ni gold digger. Najua nakuchanganya naposema gold digger, naenda kukuelezea. Trust me dear one, wanawake wenye akili zao, wenye ufahamu wao huwa hawavutiwi na pesa. Mwanamke mwenye akili, mwenye ufahamu, anaifahamu saikolojia fika ya mwanaume mwenye pesa, mwanamume tajiri anapokuwa katika mahusiano. Huyu mwanamke bwana anakuwa anatambua kwamba nitaposema nitafute mwanamume ambaye ana utajiri, mwenye pesa, ili niweze kupata huduma za gharama, anajua kabisa kuna kunyanyaswa, kuna kukosewa heshima, kuna kuletewa wanawake ndani. Lakini pia anatambua kwamba nitaishia kuwa tegemezi. Japo ndio kuna wanamume wenye pesa na wana hekima na wanathamini, lakini they are few. Na ndio nakubali kwamba kuna mahusiano ya watu ambao wameanza kutafuta pamoja, lakini mwisho wa siku wanabadilikiana. Nakubali kwa hilo, lakini mabadiliko hayo hayawi kama yule aliyezikuta pesa. Lakini jambo la pili ndani ya hii point, hata kama ulimpata akiwa mwema, kuna muda atabadilika, ataona sasa hapa ni sehemu ya kupiga. Unapokuwa mtu wa kuweka pesa mbele, anagundua kabisa huyu baadaye atakuja kunigeuka, atakuja kuanza kuniletea wanawake na pengine atakuja kuniacha kabisa. So nisipojiandaa nikajiwekeza mwenyewe, nikaficha baadhi ya vihela nikajiwekeza, ndugu yangu nitambulia patupu. Hapa ndipo anaanza kujiwekeza kisirisiri, na mara nyingine akakaa mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Kiujumla pesa haileti mapenzi, inaleta wezi. Kigezo namba 3 ni ushauri ambao unapewa na watu ambao wana taaluma ndogo. Tafuta pesa, wanawake wanakuja wenyewe. Nina motivate kiasi fulani hasa ukiwa na tamaa za wanawake, right? Lakini nikwambie kitu dear one, huo ni ushauri ambao haujakaa kitaalamu zaidi, na ndio maana uwezi ukasikia watu ambao wamebobea katika masuala haya wanakushauri kitu kama hicho. Sasa sababu ni nini? Kwa nini upaswe kumsikiliza mtu wa hivi? Utapomsikia mwanamume mwenzetu anakushauri ushauri wa aina hii, hebu muulize swali dogo: kwa nini niweke pesa mbele ili wanawake waje wenyewe? Zaidi atakujibu kwa sababu wanawake wanapenda hela. Ukimuuliza swali la pili, nifanye nini mbali na kuweka pesa mbele nipate mwanamke aliyekuwa sahihi japo ninakuwa nina pesa, trust me hatakujibu. So hii inaonyesha kwamba mtu anayekushauri tafuta pesa wanawake watakuja wenyewe, taaluma yake ni ndogo. Anaongea kwa kufurahisha jamii, anaongea kwa mazoea. Kipengele cha pili chini ya hii point, mara nyingi huyu mwamba ni mtu ambaye anakuwa anaingia anga zisizokuwa saizi yake, alafu mwisho wa siku anaishia kupigwa chini, anaanza kuwa na dhana za kwamba tafuta hela, wanawake watakuja wenyewe. Kigezo namba 4, hii dhana mara nyingi ni dhana ya kizamani. Hii point inaturudisha miaka ya wahenga kidogo. Miaka hiyo ya wahenga, watoto wa kike walikuwa na nafasi ndogo katika masuala ya elimu, masuala ya biashara, masuala ya kumiliki mali, lakini hata pia katika masuala ya kuajiriwa au kupata kazi zenye mishahara mizuri, na mwisho wa siku kujitegemea kifedha. Katika mazingira hayo, basi mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya ndoa ndo yalikuwa tegemezi kwao kwa ajili ya usalama wa kimaisha, kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo sasa, mwamba mwenye hela, mwamba mwenye utajiri angeweza kuvumiliwa hata kama ana hasira kali, hata kama anapiga, anatukana, anadharau, ana cheat, angeweza kuvumiliwa. Kwa nini? Kwa sababu
sababu mwanamke anavumilia ili apate pesa, apate maisha. Lakini mara nyingine akina dada walivumilia kwa nini? Kwa sababu waliogopa wakitoka familia zao zitalelewaje, watoto watalelewa namna gani, hana uwezo wa kulea, hana uwezo wa kutoa huduma. Lakini miaka hii ndugu yangu, ngoma inachezwa kitofauti. Akina dada wengi wamegundua kupitia utegemezi huo kumekuwa na kunyanyaswa, kumekuwa na kudharauliwa, kumekuwa na kuchitiwa, kumekuwa na kutothaminiwa, lakini pia kumekuwa na kudhulumiwa. Wanawake wakaanza kubebana sasa, wakaanza kusoma, wakaanza kuendesha biashara, wakaanza kumiliki biashara zao binafsi, kumiliki pesa. Mwisho siku wanawake wameweza kusimama kifedha na kuendesha familia zao hata kama patakuwa hapana wanaume. Trust me dear one, akina dada wengi wa sasa hivi hawahitaji mwanaume kwa ajili ya kuwalipia bili zao, kwa ajili ya kuwalipia kodi zao, kwa ajili ya kuwapa mahitaji yao. Na hii haimaanishi kwamba mwanamume mwenye pesa sio muhimu kwao, bali umuhimu wa mwanamume huyo umebadilika. Badala ya kujiuliza kwamba je, huyu jamaa anaweza kunipa vitu vya gharama ambavyo siwezi kujinunulia mwenyewe, akina dada wengi wanajiuliza, je, huyu jamaa atafanya maisha yangu yawe mepesi au ndo atayafanya yawe magumu zaidi? Huyu jamaa vipi? Tutajenga pamoja, tutavuna pamoja, au atajenga yeye, mwisho wa siku avune yeye, mimi niambulie patupu? Niamini usiniamini, akina mama wa sasa hivi wanahitaji maisha ya utulivu, hawahitaji maisha ya pesa. Kigezo namba 5, haujatuliza kichwa, haujatuliza macho yako ukakagua vizuri. Imagine wewe ni fundi viatu, lakini unamtaka mwanamke ambaye ni teller wa bank au ni wakala mkubwa tu wa fedha just because umekutana naye city center na umemtamani. Sasa swali linakuja, je, utaweza kuhimili shoti anazozipata kule kwenye kazi zake? Je, utaweza kuhimili matumizi yake? Lakini je, utaweza kuhimili challenge ya wanaume anaokutana nao? Imagine wewe ni fundi ujenzi, alafu una imagine kuwa na mwanamke ambaye unamuona kwenye movie za Kihindi, kwenye movie za Hollywood, lakini ubongo wako na macho yako vinasahau kwamba ndani ya mtaa unaoishi kuna wanawake wazuri na wenye hekima na unyenyekevu, lakini pia ni wa saizi yako na uchumi wako, ila kwa sababu macho yako yamekaa juu juu, basi unaona hawapo, unawaona wabongo movies. Logic ni nini hapa, mtu wangu wa nguvu? Utapofikia muda wa kuwa na mahusiano, tafuta wa uchumi wako, and I'm telling you utapata. Lakini dhana ya kwamba tafuta hela, tafuta utajiri, wanawake watakuja wenyewe, you are wrong. Sasa mara nyingi unapokuwa na mindset ya hivi katika hizi karne, haya huwa yanakutokea. Kwanza unajipa msongo wa mawazo usiokuwa na kichwa na miguu. Hebu tuongee ukweli, mara nyingi unapokuwa umeweka kitu akilini na hauna uwezo wa kukipata, mara zote huwa kinasumbua akili yako, right? Sasa kuna wanaume akina sisi tunatamani kweli kuwa na wanawake wa aina fulani, lakini ndani yako kuna kiroho fulani kinakwambia, bro, hawa wanawake bila hela utoboi. Kila ukikutana na mwanamke wa ngelio, moyo wako unaumwa, lakini pia na akili yako inapata msongo wa mawazo wa kwenda. Unaanza kujiona kama huna maana fulani hivi, unaanza kujishusha kiasi kwamba unaona hata kusalimiana naye inakuhitaji uchukue muda kwanza. Unaanza kujilinganisha na wanaume wengine ambao wana hela na wana wanawake wazuri, unajiona kama mimi mbona zero. Kwa hiyo kitu unakuwa unatembea nayo ndani ya akili yako kila unapokwenda, lakini unashindwa kuelewa kwamba japo hao wanao wazuri na wana pesa, lakini hujui wanaishije. Yani wewe unawatamania, lakini kumbe na wao wana wanawake wazuri, wana pesa, ila kuna changamoto za kimahusiano zinawakumba na hawasemi. Na ndio maana utasikia wanamume fulani wana pesa na wanawake wazuri, lakini still wanalizwa, lakini still unakuta mtu anajinyonga kwa sababu ya mahusiano. Nini point ya msingi? Narudi kule kule, tuliza kichwa, tuliza akili, tuliza macho yako, kagua vizuri. Changamoto ya pili, utapoteza pesa nyingi na pasipo mafanikio. Unapokuwa ni mwanaume ambaye unaamini kwamba pesa ndio inaleta wanawake wazuri, I'm telling you, utajikuta unaingia kwenye matumizi yasiyokuwa na lazima. And the problem isn't matumizi yenyewe. The problem ni kutumia pesa kama njia kuu ya kupata upendo, ya kupata heshima, ya kupata raha katika mahusiano. Trust me or not, unapokuwa unajimwambafai kwa kufanya gharama kununua mazawadi ya magharama makubwa, unafanya kumpeleka kwenye migahawa ya gharama kubwa, pengine unamlipia ada, pengine anasoma, unamlipia kodi na kuomba, na unafanya haya yote ili kumvutia aendelee kukupenda, aendelee kukuheshimu, awe na wewe just because ni mzuri, na badala ya kumwacha akujue kwamba wewe ni mwanaume rijali. Matokeo yake ni matumizi makubwa ya fedha, na mara nyingi huwa yajengi mahusiano ya kweli, zaidi anakufanya mtaji, kama nilivyokuambia mwanzoni. Na hata kama atakuwa hana akili ya kufanya hicho, lazima atafanya, kwa sababu ameshaanza kuona red flag. Yamewakuta wanaume wenzetu na tunaishi nao. Jambo namba 3, unakosa taaluma ya mahusiano ukidhani pesa ndio inamaliza kila kitu. Maybe akili yako kwa sasa inasema, sitaki kuwa na mahusiano kwa sasa hivi, nataka niweke focus yangu kwenye pesa ili nije kupata mahusiano ya mwanamke mzuri, ili nikipata bonge la toto mtaa mzima wanikome. Ni kweli ina mashiko kwa mbali, lakini hebu tujiulize, hujui mahusiano yenye afya yanaanzia wapi? Unakuwa ni mwanaume ambaye unaogopa kukataliwa, hujui kusoma hisia za mwanamke. Mwisho wa siku unayabananga, unaishia kupata gold diggers, unaishia kupata umeme, au umezisaka umezinyaka. Wewe ukimpata mwanamke mnono, mzuri, murembo, ni wa kutuma mazawadi ya gharama, wa kumtoa out za gharama, wa kumpeleka sehemu za gharama, wa kutuma miamala ya kwenda. But here the situation comes, huna stories zinazoendana naye, hujui
kusikiliza, unafoka tu. Ukikutana na wanawake wengine uko naye unageuka, unawaangalia, hujui namna ya kuhandle situation hiyo. Mwisho wa siku unapokutana na mwanamke ambaye anajua saikolojia ya watu wenye pesa, hapa anajua hii ni red flag. Utaniuliza, kama mahabibti hawaangalii hela, wanaangalia nini? Here is everything you need to know. Wanawake wanaojielewa, wanawake wenye ufahamu mzuri, hawaangalii mamilioni yako, hawaangalii sura yako japo inamata kidogo, hawaangalii six packs zako, hawaangalii zawadi zako, wala hawaangalii maneno yako matamu. Niamini usiniamini, hawa wanawake bwana, wanaangalia mwanamume kwanza anayejielewa. Yaani na maana gani? Mwanaume ambaye ana uzoefu na saikolojia ya mwanamke, mwanamume anayeelewa mwanamke anafurahi na kukasirika katika hali gani, mwanamume anayetambua majukumu yake kwa mwanamke, mwanamume ambaye akikasirika mara nyingi anajua jinsi ya kufikisha ujumbe wake kwa mwanamke, mwanamume ambaye hajakariri neno I love you, I miss you, anajua wakati muhimu wa kuwepo mwanamke anapomhitaji, mwanamume ambaye anajua kuweka mipaka na kuilinda. I'm telling you, kama wewe uko kinyume na sifa hizo, ni ngumu kupata mahusiano ya kweli, utakuwa unapata gold diggers. Jambo namba 2 ambalo wanawake wengi huwa wanaangalia personality yako. Hawa wanawake bwana, wana kasumba ya kuangalia namna unavovaa, unavoongea, topic zako unazopendelea kuongelea, posti zako mtandaoni, rafiki zako wa karibu, lakini pia wanaangalia matembezi yako mara nyingi huwa ni ya sehemu gani, na finally huwa wanaangalia mindset zako zikoje, ufikiriaji wako ukoje. Je, ni ufikiriaji positive au ni ufikiriaji hasi? Huyu mwanamke anapogundua wewe ni smart katika masuala hayo, ndugu yangu, utajikuta anakuwa rafiki yako, utajikuta anakuwa kipenzi chako, mwisho wa siku ndoa, mwisho wa siku familia. Ila kama unaongea kama chiriku, unafanya utani mpaka unapitiliza, rafiki zako hawaeleweki, wewe topics zako ni kwamba nikipata hela wanawake hawatonisumbua, I'm telling you, utaishia kupata gold diggers. Wanawake wazuri na wenye akili zao utawasikia kwenye redio. Jambo namba 3, mwanamke huwa anaangalia mahusiano yako na waliokuzunguka. Trust me, mwanamke huyu anakuwa anaangalia waliokuzunguka mtani wanakuzungumziaje, familia yako ni aina gani. Akishagundua kwamba unazungumziwa vizuri, familia yako haina majungu, haina ulevi ndani yake, haina mambo fulani hivi ambayo ni toxic, basi anagundua hapa ni penyewe. Jambo namba 4, huyu mwanamke bwana anaangalia mwanamume mwenye vision na mission. Najua nakuchanganya lakini nitakuelewesha. Kabla hujaingia katika mahusiano ya kirafiki na huyu mwanamke, huwa mara nyingi anakuchunguza kwanza. Je, una mpango kazi na maisha yako? Je, uko busy kukimbizana nao mpango kazi wako? Je, una hobi ambayo inaweza kukuingizia hela baadaye? Na je, uko busy na kukimbizana na hobi yako? Je, una spend muda wako katika kujiendeleza, katika kuangalia hobi yako unaweza ukaimprove namna gani? Au una spend muda wako kumtumia vimeseji, kumpigia masimu, au kuangalia mipira, kuangalia movies, vitu kama vile pale. Akishaona wewe ni mtu ambaye una vision, una mission, anagundua kwamba hapa kuna maisha. Huyu mwamba sio hela tu, lakini pia ni mtu ambaye anajua nini cha kuifanyia pesa. So all in all, usikimbizane na utajiri, usikimbizane na pesa kwa ajili ya kupata wanawake wazuri. La, kimbizana na pesa, kimbizana na utajiri kwa ajili ya kuweza kujikimu na kumpa maisha mazuri yule utakayempata aliyekuwa sahihi katika mahusiano. Kama unahisi nimeongea ukweli, acha like, share kwa mdau mmoja, lakini pia unaweza ukachangia maoni yako. Lakini kama unahisi nimeongea uongo, unaweza ukanichallenge kwenye comment na nitakujibu. Mimi Mr. Abdunnoor, kumbuka kusubscribe kama wewe ni mgeni. Tukutane katika episode ijayo.